Day 2 News. We enlighten the dark side. Hapa ni Day 2 News, ikiwa leo ni siku ya Nyerere, yani Nyerere Day. Day 2 News inakuletea baadhi ya mambo ambayo hukuyafahamu kuhusu rafiki uliokuwepo baina ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na baba yake Mbowe aliyejulikana kwa jina la Mzee Alfayo Aikaeli Mbowe. Hawa watu walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Tunajua kuna story nyingi sana ambazo umezisikia na kuzifahamu kuhusiana na baba wa taifa. Sasa sisi leo tukasema tukuletee hii uweze kujua kuhusiana na urafiki kati ya Mwalimu Julius Nyerere na Mzee Aikaeli Alfayo Mbowe. Huyu Mzee Mbowe alikuwa ni mzee tajiri mkubwa wa Kilimanjaro, aliyetoa mchango wa kipekee kwa TANU, ikiwemo kuingiza TANU wananchi lukuki wa Kilimanjaro na Arusha wakiwemo machifu. Mwalimu Nyerere ambaye ni baba wa ubatizo pia wa Freeman alimpenda sana Mzee Aikaeli Mbowe kwa jitihada hizo na wakawa marafiki wakubwa. Kingine ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba hata jina la Freeman Mbowe alipewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Kwa wale waumini wa dini ya Kikristo huwa wanakuwa na baba ubatizo. Sasa baba ubatizo wa Freeman Mbowe ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia kuthibitisha urafiki huo, mwezi Oktoba mwaka 1983 Mwalimu Nyerere alimuomba Mzee Mbowe kwenda kutoa posa iliyomwezesha mwanae Mzee Makongoro Nyerere kumuoa Jaji Aisha Nyerere. Pia inabidi uifahamu hiyo. Huyu Aisha alikuwa anatoka katika koo nyingine. Sasa kuthibitisha kwamba ni marafiki, Mwalimu Nyerere alimuomba Mzee Mbowe, bwana hebu tusaidie kwenda kutoa haya masuala mazima ya posa. Kingine cha muhimu ambacho inabidi ufahamu ni kwamba pia Freeman Mbowe mwaka 1980 alitaka kununua gari yake ya kwanza nje ya nchi. Ilikuwa ni gari aina ya BMW 520, lakini changamoto ilikuwa ni jinsi ya kupata kibali. Kwa wakati huo kupata kibali miaka 1980 kununua gari nje ya nchi ilikuwa kimbembe, wahenga wananielewa. Sasa basi Freeman akachekecha kila sehemu akadunda, ndipo alipoamua kuomba msaada kwa baba yake Mzee Aikaeli, ambapo alimpigia simu Rais Nyerere na kumwambia mwanangu anataka gari lakini amekosa kibali. Hapo Rais Nyerere akaagiza Freeman Mbowe apewe kibali faster na mchongo kununua gari lake la kwanza kukamilika kwa msaada wa Nyerere, ambaye nimekuambia ndiye ambaye alikuwa ni babake wa ubatizo, sio Kingine ambacho inabidi ufahamu ni kwamba huyu Mzee Aikaeli Mbowe pia alijaribu kugombea ubunge pale Moshi, lakini alianguka. Ila ni moja kati ya wazee ambao wana heshima kubwa sana TANU, kwa sababu alidhamini harakati mbalimbali za uhuru wa Tanganyika, ikiwemo kutoa fedha zake, kwa sababu alikuwa ni tajiri mkubwa kweli pale katika mkoa wa Kilimanjaro. Hivyo fahamu basi Freeman Mbowe unavyomuona, yule ni mtoto akishua, amekulia katika familia ya kitajiri. Mambo ya shida sijui za kwenda shule bila viatu na nini, yeye afahamu kuhusu hilo, kwa sababu alikulia chini ya familia ya Mzee Aikaeli Alfayo Mbowe ambaye alikuwa ni tajiri mkubwa kweli, na ndipo ambapo aliamua kumdhamini Mwalimu Nyerere. Hicho ni kisa cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Freeman Mbowe, Mzee Aikaeli Alfayo Mbowe ambaye ni baba yake na Freeman Mbowe. Wawili hawa walikuwa ni marafiki wakubwa, yani Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Mbowe. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu cha kufahamu ni nukuu maarufu pia baba wa taifa ambayo alitoa dakika chache kabla hajafariki dunia. Ni kupitisha kwenye nukuu hii ikiwa leo ni Nyerere Day, ambako alisema, najua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, lakini nawaacha Watanzania wangu, najua watalia sana, nami nitawaombea kwa Mungu. Naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wasia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao, wajue hawana nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Ni moja kati ya nukuu maarufu sana ambayo alitoa baba wa taifa, na ilikuwa ni moja kati ya maneno ya mwisho kabisa kabla hajafariki dunia. Lakini kingine ambacho inabidi ukifahamu ikiwa leo ni Nyerere Day, kuna kisa kingine ambacho nikupe fahamu kwamba pia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kuvaa hijabu ili kuwakwepa wakoloni. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere alivalishwa hijabu pale maeneo ya Tanga mjini ili kuweza kuwakwepa wakoloni, na ikamlazimu kutembea kama binti mrembo ili kuhakikisha kwamba anawakwepa wakoloni na anaendelea kusambaza itikadi za TANU na kujenga wanachama. Wakoloni walimwekea mtego pale Tanga, lakini ikabidi binti wa Kitanga mmoja ampe baba wa taifa hijabu ili
aweze kupita mbele ya koloni, na koloni ya kushtuka walikuwa enzi hizo, nakwambia baba wa taifa alitembea kwa mwendo wa modoido kweli kweli na mambo yakaenda vizuri. Hapa ni Day 2 News, tumekupa hizo ili uweze kuzifahamu. Ni miongoni mwa mambo ambayo hayaandiki sana, lakini kutokea hapa Day 2 News umeweza kufahamu. Day 2 News. We enlighten the dark side.